Sikiliza nikwambie Juma, hata mimi pia nina baba yangu nyumbani. Tena namheshimu sana. Lakini hajawahi hata siku moja kunivunjia heshima katika mtu ambaye anahisi huenda labda nikawa na mafanikio naye mbele ya maisha. Ina maana yule sio mzazi? Hapana. Basi kama uweze kuja nyumbani na kutaji kwa guest mimi na leo. Unasemaje wewe? Guest? Juma. Juma. Naam baba. Katika familia yake Juma alijaliwa, Juma alipewa mali. Vipi, mbona hivi? Kumbe tu ushauri. Mbona sio kawaida? Naumwa? Hapana. Unajua Juma, mimi ni mkubwa kuliko wewe. Unaelewa vizuri eh? Alafu mimi najua mambo mengi sana kuliko unavyofikiria. Jambo la kwanza, hapa nilipo mwenzio, sura ya marehemu naijua kwa sababu nimeshafiwa. Sura ya mgonjwa ninaijua kwa sababu nishauguza. Hata sura yako imenichanganya. Juma wewe kweli ukanichanganya akili mimi. Sasa nachokuomba iko hivi. Nimekuja hapa kwako kwa madhumuni makubwa, kuna maongezi kidogo nataka tuongee mimi, lakini sio hapa nje kwa sababu ndio kama unavyoona watu wapita barabarani. Sikitu chema. Nataka tukakae ndani kidogo tuongee mimi na wewe. Baba. Tuzungumze hapa nje tu. Sisi watu wa kiume Juma, lazima tukae faragha yetu tuzungumze. Bora nataka tuingie tu. Hata hapo sebuleni pana. Si lazima mpaka chumbani kwako. Sebuleni ndipo panatosha. Tukaongee. Baba, tukae tuongee tu hapa hapa. Hapana baba. Tuongee tu hapa hapa. Wewe mbona unakuja nyumbani kwangu kule unafanya vurugu, unaingia viwambazani mpaka uvunguni mote na mbona msipigi kelele? Yaani sebuleni. Ukataka mazungumzo yangu niweke hapa nje. Kweli? Sikiliza Juma. Wewe bila shaka una mtu ndani. Mwanzo nimepita moto. Wewe una mtu ndani. Tafadhali nakuomba wewe mtu mtoe wewe ndani. Baba unaona toa huyo mtu ndani. Hiyo ndio mada iliyokuwa mezani. Toa huyo mtu ndani. Bishana na mimi? Wewe unikosea baba. Unataka kubishana na mimi? Hebu toa huyo mtu. Ndio bavu hapa. Juma, yani unathubutu kunitupia viatu vyangu chini? Sinaongea na wewe? Nisikilize mama. Kwa viatu vyako nenda nyumbani kapumzike. Mwalimu. Nakuomba mimi mama, tafadhali kwa viatu vyako nenda. Kama kuna watu nataka kunijibu, nijibu tu, lakini kama ukiona wazee kama mimi basi vaa viatu. Mimi na maongezi kidogo na bwana. Kama kuna wazee nijibu unavyojisikia mama. Kwa sasa hivi kisa eneo lako la kujihifadhi na unafanya unavyotaka wewe mwenyewe, si ndio hivyo? Juma, unanitibua. Juma, unanikorofisha akili yangu. Na kuuliza mara mbili hapo unakataa. Yule aliyotoka nani? Ni baba. Sasa sikiliza, ili tusigombane mimi naye. Nyumbani kwangu kwa salama marufuku kuja. Sawa eh? Ili tusigombane mimi na wewe. Sio mimi nakuharibia mazingira yako. Tusigombane, mimi sitaki tugombane. Nyumbani kwangu marufuku kuja kuanzia leo. Baki kwako ni baki kwangu, basi biashara imeisha. Sababu kosa gani hilo? Na utafute baba yako mzazi, sio mimi. Kenge wewe. Juma,
Mama Juma. Mama Juma. Mama Juma. Hizo pressure zako utakuja kufa hivi. Vipi? Mbona hivi? Wahenga wanakuambiaje? Kambale mkunja akiwa mbichi, akishakauka kunjiki. Una maana gani? Maana Juma vitu anavyovifanya Juma sio vya kawaida. Kafanyaje? Juma imefikia hatua nyumba yake sasa hivi ishakuwa nyumba kuingia visichana vidogo vidogo ndani mwake. Juma anafanya mambo machafu sana. Juma anafanya vitu visivyokuwepo. Mimi mpaka sasa hivi sura yangu pa kuweka natafuta. Nimemtibwa mwanamke huko. Nimemkuta msichana yumo ndani. Nikamwambia wewe mtoto sasa hivi kwenda. Hapana kukaa hapa. Juma anafikia hatua amekwenda kunitebwa hapa mtaani pote. Kweli? Umeenda kwa Juma. Umekuta na mwanamke umemtimua. Wewe mwenyewe umeona umefanya sahihi kabisa. Hizi majengo. Mume wangu, hivi unazeekaje? Uzee wako unakuja vibaya. Mguu mosi, mguu pili kwa Juma. Umemkuta na mwanamke wake toka. Hivi watu watakuelewaje? Watakuelewa ule mkamwanao unamtaka. Ndicho kilichokupeleka? Au kuna ulichokifuata? Ndio fikra zako za kutuma hivyo ya kwamba watu pale mimi watakuwa wananihisi vibaya. Kwa hiyo ninavyomuona vile niache tu hivyo hivyo, kisa watu watanihisi vibaya. Hata hapa ndani wewe nikikutana na mtu nikae tu watu watanihisi vibaya. Wewe nami ukinikutana na mtu vile vile itabidi uniache tu watu watanihisi vibaya. Hii tunaishije katika jamii? Tunaishi vipi hapa? Mimi na wewe ni mke na mume. Tuna haki ya kuoneana wivu. Juma nani wako? Swali jepesi sana, ninachotaka aoe. Sio kuzini. Nachotaka aoe alafu angalie mimi nikamtimue mkwe wangu. Hicho kitu kitakuwa hakipo na hakitokuwepo. Nataka aoe. Hata wanne aoe. Tatizo. Lakini kwa kile kitu anachokifanya bado. Alafu Juma sasa hivi ameshakuwa. Tena yuko kwake kwenye ibaya yake. Anafanya kile anachokitaka. Na anachagua mke yule anayemtaka. Nikuulize swali jepesi tu. Wewe ulichaguliwa mke? Nasema hivi. Kabla sija kujibu swali lako. Pale nitakayemkuta nyumbani kwa Juma, mimi namtimua. Aoe. Mimi hapo ndio ugomvi umeisha jamani. Yaani nimezungumza mimi ndoa akishaoa tu bwana basi mimi na ugomvi umeisha. Sio hivyo anavyotaka yeye hivyo kwangu mimi haviingia akilini. Nimejilalia hapo. Umeniamsha kurupukurupu. Mimi nikadhani unajipya mume wangu ulikotoka huko. Kumbe wewe ya Juma yasuishi. Mzee majengo mume wangu. Hebu punguza. Punguza maji uweke mchele. Nenda kale. Chakula chako nimekuwekea. Na haliishii hapa. Kwa kila mwenye kupiga mruzi, tegemezi upo wakati ataimba. Ndio hivyo yani. Labda nikushauri kitu rafiki yangu Juma. Baba yako kitu ambacho anataka ukifanya ni vitu vya karne, mambo ya nyuma. Ingalikuwa ajui kuwa karne zimebadilika. Nilikuwa nachongea Rifati. Huwa anashangaa kitu kimoja. Unajua mimi ni kidume. Sasa anapokuwa nyumbani mzazi wangu akikuta mwanamke ndani, anamtimua na kumpa maneno ya kashfa. Mimi bado nakuja pale mzee atafurahia mwanangu kidume, hii kweli kidume. Lakini anafanya mambo tofauti na sijawahi kuona kwa wazee hata siku moja wala mwaka mmoja. Sasa paka najiulizaga, huyu ni babangu mzazi au babangu wa kufikia? Unajua? Yaani babangu ananichunga sana. Mambo ya kufanya mtu wa kike anaanza kupeleka mimba soko labda nyumbani, lakini mtu wa kiume yani nashindwa kumuelewa mzee wangu kwa kweli. Yaani simuelewi. Juma bana umeshakuwa mtu mzima. Unaambiwa hata mtoto anapoanza akiwa mdogo, anapokuwa mtu mzima na akili inakuwa. Sasa basi, mimi cha kushauri, msikilize sawa baba yako, msikilize vizuri, lakini
akili yako inatakiwa ijue kuwa na wewe umeshakuwa mtu mzima. Wewe bado ni kijana. Kwa mambo mengine hayo achie wazee. Mimi ni rafiki yako, unaona ninavyopendeza, ninavyonawili. Kwa sababu ninajua nimeshakuwa kijana. Kwa hiyo natoka na watu unaojisikia mimi. Umeshanielewa vizuri rafiki yangu? Sawa Jefat, mimi nimekuelewa. Na ndio maana siji kutafuta rafuto mwanamke ambaye alikuwa bora kwangu mimi. Unajua kuna katika maisha huwa mwanamke bora, sio bora mwanamke. Jefat, unajua mzee wangu nahisi yani anataka nitafute mwanamke sio bora. Ila mimi nitafuta mwanamke bora. Na ningejua kichwani mwake mwanangu yuko sahihi. Mwacha atafute, akimpata sasa atanileta nyumbani ataoa au ataniambia mwanangu, baba nenda nikawe pale. Alikuwa yuko sahihi lakini hivi yani ninashindwa hata kuelewa rafiki yangu yani. Huo ndo wanaume. Niambie my dear. Safi, sijui wewe. Mimi niko poa kwema kabisa. Wema. Aniambie. Sasa nimekuta kuna jambo moja utanisaidia ulifanye. Kwani leo nimemisi sana ugali na dagaa. Bila usisahau kuweka pilipili mwendo kasi. Unajua nakunukia. Tuna ugali natamani tuje kula wote mimi na wewe nyumbani. Kwenye kupika hapo sio jambo kubwa sana kwangu, kitu cha kawaida. Ila shida inapokuja hapo kwenye kula mimi na wewe. Naanzaje? Unamaanisha nini? Yaani mimi kuja tena nyumbani kwako. Eti tukae chini nile ugali ushuke. Kabisa? Hivi umesahau kilichotokea au? Sawa, najua ni baba yangu. Na kuna kipindi inabidi tumsikilize tu baba. Najua amekosea sana, amekudhalilisha, lakini nitafanyaje nafikiri kama ni baba yangu. Kwanza naomba unisamee mimi. Sikiliza nikwambie Juma. Hata mimi pia nina baba yangu nyumbani. Tena namheshimu sana. Lakini hajawahi hata siku moja kunivunjia heshima katika mtu ambaye anahisi huenda labda nikawa na mafanikio naye mbele ya maisha. Ina maana yule sio mzazi? Hapana. Basi kama uweze kuja nyumbani na kutaji nita guest mimi na wewe leo. Unasemaje wewe? Guest? Mimi niende guest? Hivi unanichukuliaje wewe? Niache nyumbani kwetu, wewe uache nyumbani kwako, eti mimi unipeleke guest. Mimi kabisa. Mimi sio mwanamke wa hivyo Juma. Tena tofauti kabisa na jinsi unavyonichukulia. Hata siku moja sitowahi kukanyaga huko unakotaka wewe. Sawa, mimi nimekuelewa lakini unaenda haraka sana. Hebu jaribu kunisikiza na mimi basi. Kama kweli unanipenda kutoka moyoni kabisa, tengeneza mazingira ya familia yako. Tengeneza mazingira ya nyumbani kwako ili mimi na wewe tuwe na mahusiano yaliyokuwa yana furaha na amani, tena yenye usalama kabisa. Nadhani unanielewa. Sawa, mimi nimekuelewa. Shika. Chukua. Kama una kazi ya kuifanyia na huwezi kutengeneza mazingira, unaweza hiyo pesa ikakusaidia kwenye mambo mengine. Juma, 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 Juma ni mtoto pekee. Niambie Aisha. Safi vipi? Nishi. Eti habari. Ile mipangilio tu vipi? Mipango usikia. Kumbe kama kama Sina hapana, mambo mengi sana kuhusu. Ila usijali. Naona hapo umekaa mwenyewe umestarehe, hata wasiwasi huna, hata joto huna. Unafanya tu mambo yako. Huyu tukoje naye? Shikamoo baba. Mala. Huyu tukoje naye? Rafiki yangu. Rafiki yako huyo eh? Eti rafiki yako? Rafiki yangu. Mshakuzungumzia baba yake swala la ndoa hivi, tufanye nusura? Hapana, tuje kuzungumza. Kwa nini unakubali tu? Kuchezewa, kudanganywa, basi kuharibiwa tu usichana wako, hadhi yako kushushwa. Hii inakuwaje?
Hebu toka kwenda nyumbani. Nenda nyumbani kapumzike, toka hapo. Juma, 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 ni vitu gani unafanya hivi? Unachukua wasichana wa watu. Watoto wadogo wadogo unawachukua. Unakuja kufanya mazingira sio. Halafu umekaa hadharani kama hapa, peupe kila mmoja na kuona. Mimi usangu unauweka wapi katika huu mji? Mbona nitia aibu wewe? Ina maana ndosha kwa kidume kweli kabisa. Unavimba kabisa mwenyewe, yani unajikuta uko vizuri kabisa, yani hata huna unachoharibu. Si ndio hivyo? Yaani mimi vunja kichwa sasa hivi mikenge wewe. Unataka mambo ya kijinga hapa? Wewe mdudu nini? Sipendi kuona vitu kama hivi, nimekwambia wewe. Sitaki mazingira kama haya hapa kukutana aibu. Kila kukicha wazazi wenzangu wanalalamikia juu yako wewe mtu mmoja. Kwa nini lakini Juma anakuwa usikii? Ina maana kukuzaliwa? Wewe kutoka katika mifua waungwana? Mbona unafanya vitu vya kishenzi namna hii? Toka mbele uso wangu hapa sikuone. Toka hapa. Toka. Juma, 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 Mama, unajua baba msimuwe kabisa baba. Na sijui kwa sababu gani, na sijui kwa sababu kitu gani mimi. Anima uhuru. Aliyakuwa umeshoka mtu mkubwa sasa najaliwa najitambua. Nawe Juma, hivi na maana mpaka sasa hivi hujamzoea tu babako? Babako vile ndivyo alivyo, umzoee tu. Ila mama huko unapoelekea, mimi ni kama huyu. Huo ni ukweli yani. Wamemji kwa kisa hiko au kuna kisa kingine? Hapana mama niko. Mimi nikwambia nitakaa naye na nitaongea naye. Yataisha hata usiwe na wasiwasi. Sawa. Hivi ajue kwamba wewe ni jogoo? Kama ni jogoo, mkoo wote anapita mbele yako ni halali yako. Chagua kile unachokitaka na kwa nini akuchagulia anachokitaka yeye? Hiyo haiwezekani hata siku moja. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Kaa naye chini niambie. Haya mambo fanya hii asiku napata. Ilikuwa za mazao yao sio sisi. Kwa na amani kabisa itaisha tu. Sawa. Juma ni mtoto pekee katika familia yake. Juma alijaliwa, Juma alipewa mali. Mimi swala siwezi kulifanyia kitu chochote kwa sababu wewe ndio chanzo cha yote. Laitani kama uko wazazi tunashikamana vizuri kabisa. Mimi nakwambia wallahi kwa hata familia moja hapa ingekuwa inafanya mambo ajabu ajabu isoko na mwelekeo. Lakini wewe unamvimbishia kifua yule mtoto mpaka ajikuta babu kubwa. Mimi mpaka nakuwa sina kauli. Mimi nitasema nini? Alafu naambia tunalimalizaje? Mzee Majengo, tatizo lako wewe umeambiwa kuchunga ng'ombe, wewe ndo wakatamikia. Unaona lugha hiyo Yule mtoto umemzaa tu. Hujaambiwa mbane kwa kila jambo analolifanya. Kwa sababu gani? Unambana mtoto hana raha hata kidogo. Kisa mimi tangu nilipokuoa kabla sija kuoa mazingira yangu unayajua mpaka nakuja kukuoa japo siku moja tu. Ushakunikuta katika mazingira ya ajabu ajabu. Mzee Majengo, mume wangu, uvumilivu mimi ndio uliweka kwako. Nimekuvumilia. Wewe ule nyamkumba mlikuwa kutwa vichochoroni, mlikuwa mnatafuta nini? Si nimekuvumilia tu mpaka leo tunafika hivi. Kwa hiyo mtoto muache ajifarague. Unachombana bana nini? Jamani ndugu zangu ukweli kabisa hapa mimi mke nimepata. Asante mke wangu. Umepata mke wangu. Sana kwa hali hiyo. Lakini Juma alipuuzia, akaona muda anapotezewa. Juma, wasikilize wazazi wako. Juma, usipuzie wazazi wako. Mariam, dai poa. Vipi? Fresh tu mzima? Niko poa. Naona upo mwenyewe unaangalia mandhari ya mji. Niko mtaani kwetu. Si unajua tena. Sawa bwana. Dei, samani. Kuna tetesi nimezisikia hapa mtaani. Tetesi gani hizo? Nimeambiwa kuwa wewe unatoka na Juma. Juma
Juma gani wewe Mariam mnamzungumzia? Sijakuelewa. Juma mzee Majengo. Ni kweli kabisa. Hisia zako wala hazijakwenda mbali. Ni sahihi. Juma mimi ni mpenzi wangu. Kuna tatizo lolote juu ya hilo? Oh. Wala hakuna tatizo. Kwani nilichokisikia na ninachokuja kuambiwa na wewe ni kile kile. Utofauti upo sehemu moja. Kule nilipewa taarifa. Hapa nakuja kuongea na mlengwa. Sasa nilikuwa nakwambia kitu kimoja. Kama utojari tu, achana na Juma.